Haya, karibuni sasa, mle mshibe, sawa. Kwa mtoto ambaye hawezi kufungua, mfungulie. Nani anataka kufunguliwa? Labda ni nani? Hapo mtoto unaweza kumfungulia. Umeelewa jinsi ya kufungua juisi hizo? Zina kamrija, unafungua, unakunywa. Tuko vizuri sehemu ambayo unaona haujafurahishwa unaweza ukasema tukarekebisha. Sawa? Hapo amebanana sana. Hapo karibu. Umebanana wenyewe, nimewaambia kwa achane, lakini naona wanapendana zaidi. Sio mbaya. Unahitaji mchuzi? Kwa wale ambao wanahitaji kamchuzi, kuongezea mchuzi. Yaani kama unahitaji kamchuzi unasema, si ndio? Watoto ambao tulitaraji kula nao sikukuu ya Eid al-Adha tumekula nao, lakini pia wasikilizaji wetu kama nilivyoeleza walituwezesha kama ambavyo walijaliwa. Redio na yenyewe ikatoa mchango wake kama ambavyo tumeweza tukaamua kula chakula hiki kwa pamoja. Sasa kama ambavyo tulianza na ndio tunavyo tamatisha, si ndio? Hakuna mtu yeyote ambaye ana uwezo kwetu sisi zaidi ya Mungu pekee ambaye ndo kafanyeje, katujalia kufanya hili jambo la kula na ni chakula cha siku ya leo. Sawa Sasa naamini ofisi ina neno juu yenu, lakini kikubwa zaidi tunaamini yatima, unanielewa yatima, yaani mtu anayeitwa yatima sio mpaka awe yule ambaye amefiwa na wazazi. Sijui mnanielewa Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu sisi sote hapa, mimi ninaye baba, ninaye mama, lakini nasema mimi ni yatima. Kwa sababu gani? Sijui muda, sijui saa mama na baba watatoweka lini duniani. Sijui unanielewa Kwa hiyo mtu yeyote muda wowote anaweza akawa yatima. Kwa hiyo unapokuwa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, usijifeel vibaya ukaona kwamba mimi nimeondokewa na wazazi, sijui mimi nipoje. Umenielewa? Jua kwamba wewe ni mtu kama mimi hapa, kwa sababu hata mimi sijui lini baba na mama watafanyeje, wataondoka. Kwa hiyo na mimi ni miongoni mwenu. Sawa? Mtu yeyote hapa ni yatima, isipokuwa tu tunachozidiana ni wakati wa kujua mama na baba wameondoka lini, au baba ameondoka muda gani, au mama ameondoka muda gani. Lakini sote pia tuna uhitaji, ila tunazidiana kutokana na Mungu anavyofanyeje, anavyotujalia. Sawa sisi tumejaliwa kidogo ambacho tumekipata, tumeamua tuwashirikisheni tule pamoja. Sawa sasa hayo ni ya kwangu kama mratibu wa shughuli hii. Hamjambo. Mwambie jirani yako kwamba umeshiba. Anakujibuje? Shiba. Anakujibuje? Umeshiba, ndio hivyo. Kwa niaba ya kituo na kwa stafu nzima, mimi nakushukuru sana kwa nini kuweza kufika hapa, lakini pia kuweza kuitikia wito huu, sababu sio jambo dogo kwamba tunaenda sehemu fulani kwa ajili ya kuweza kushiriki karamu ya pamoja. Sawa? Lakini binafsi nikawa na neno kama alivyotakiwa kusema coordinator wa hii shule. Msijione kuwa ni pengine ni watu ambao yani mko kwenye dunia yenu. Sawa? Sio hivyo? Msijione kama mko kwenye dunia au mko kwenye kisiwa. Hapana. Sote bado tuko watu pamoja. Sio hivyo? Sawa? Ninyi katika siku zijazo mnajiandaa, wengine kuwa mababa, wengine kuwa
akina mama mtakuwa na familia kwa kudra zake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, si ndio hivyo? Lakini wakati huo unaiendea ile, kwa saa hii kuna maisha ama kuna process ambayo kila mmoja anaipitia. Kuna mwingine anapotelewa na wazazi wake mwanzoni kabisa, yaani ukiwa ndio unachipukia tu hivi, wazazi wanatangulia mbele ya haki, aidha mmoja ama wawili wote. Lakini kuna mwingine hadi anapofika hatua ya utu uzima, kama alivyosema mratibu hapa hili jambo, kwamba yeye bado ana wazazi wake, lakini bado naye anajihesabu huenda siku moja ikawa sawa. Na binafsi hapa niko na mzazi mmoja, mama yangu kashatangulia mbele ya haki, ambapo ni siku 2 tu zijazo nami nitakuwa naadhimisha, si kuadhimisha kwa chakula, hata kuadhimisha kwa ibada, tarehe 28. Leo tarehe 20 ngapi? 27 ni kesho. Mamangu anamaliza mwaka mmoja amefariki, si ndio hivyo? Sasa mnaweza mkatazama kwa namna ambavyo uchungu ulivyo kumpoteza mzazi ama mpendo wako wa karibu. Na maana kesho, yani ilikuwa ni siku ya Jumatano. Sasa kesho ni siku gani? Ni Alhamisi. Yaani ni kidogo tu nirejee pale pale. Ilikuwa ni Jumatano kama leo tarehe 28 mwezi wa 5. Na maana kesho ni siku ya Alhamisi. Ina maana ni mwaka mmoja. Kwa maana hiyo mimi mwenyewe naweza kusema kwamba mimi na nyie bado hatuachani, kwa sababu kuna wengine hapo wana mzazi mmoja. Si ndio hivyo? Ndio hivyo jamani? Lakini yote hiyo sio chanzo cha kutufanya tusitimize ndoto yetu. Nyie wote hapa si mnasoma? Sawa? Si mna malengo? Yaani malengo yenu mlioyalenga kwa kumwomba Mungu msije mkayakatiza au msije mkaishia njiani mkakutana vishawishi na kadhalika. Ninyi ni mabinti, isije kafikia hatua ule vishawishi vile full shade. Tunajua ninyi mliomaliza form 4, nimesikia kuna wengine wamemaliza form 4. Nani amemaliza form 4 kati yenu? Najua wewe umeshaelekea kwenye ile utu uzima siku zijazo. Sasa ni kujihadhari sana na vishawishi ambavyo vinaweza vikajitokeza, kwa sababu dunia ipo. Dunia haijawahi kuharibika, lakini watu wake ndio tunafanyaje? Tunaharibika. Lakini pia lazima uangalie maisha uliyoyapitia nyuma. Je, wewe unategemea kufikia wapi siku zijazo, na wewe uje uanzishe kitu fulani, aidha wasaidia watu wengine kama wewe ulivyosaidiwa aidha kwenye kituo na watu wengine. Si ndio hivyo jamani? Sawa. Sisi kituo cha Shinazi tunawapenda sana. Siku yoyote tutakuwa pale tunapojaliwa tunawatembelea. Mtupokee na sisi tunapokea kama hivi. Tunazungumza na maisha yanaendelea. Mjipigie makofi kwa kushiriki chakula ama karamu ya pamoja. Sawa? Na mtakapofika waambieni viongozi wenu kwamba kituo cha Shinazi FM kinatupenda. Sawa? Tunawapenda sana. Sawa? Mbarikiwe sana. Na siku zote nimaliza tu kitu moja. Msikome kumuomba Mwenyezi Mungu. Sawa? Naamini mnafundishwa dini. Ama tunasema kwamba mnafundishwa maadili ya dini. Tumia neno hilo. Ishini maadili hayo, yatakuwa ni mwongozo kwenu na mtafanikiwa katika maisha yenu. Sawa? Jipigieni makofi. Kwa mimi lugha ya furaha, ningependa kutanguliza shukrani zetu za dhati kutoka kwetu sisi kwenda kwa nyinyi, kana kwamba msaada mlioutoa au mchango mlioutoa kwa sisi si msaada tu, bali mchango huu au msaada huu umeleta furaha na tabasamu katika mioyo zetu. Ningependa kuwatakia maisha mema, afya njema pamoja na mafanikio katika mambo yenu. Asante. Shukrani. Mara baada ya shukrani hizo kutoka kwa kiongozi wenu, basi tupate dua ya shukrani. Alafu mara baada ya hapo tutatoa dua ya kuhitimisha kutoka kwetu. Shekhe, tunaomba dua ya shukrani. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وقنا عذاب الجنة. آمين. وقنا عذاب القبر. آمين. ومن شر فتنة المحيا والممات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.